Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Paul Biya ashinda uchaguzi uliokumbwa na utata Cameroon. Papa Leo kuzuru miji 8 katika safari ya kwanza nje ya nchi kama papa. Kiongozi wa upinzani nchini Cameroon asema nyumba yake inashambuliwa. Kenya, Tanzania kukabiliwa na dhoruba ya tropiki inayojulikana kama Chege KMD. Maandamano ya vurugu yazidi huko Douala, Cameroon, ripoti za da. Mali yafunga shule na vyuo vikuu nchini kote kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta. Na tumai ubweri wa afya popote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Papa Leo anatembelea miji 8 nchini Uturuki na Lebanon baada ya mwaka huu. Vatican imesema Jumatatu ya tarehe 27 hii mwezi huu mwaka huu itakuwa safari yake ya kwanza nje ya Italia kama papa, na atarajiwa kutoa wito wa amani katika eneo lote atakalozuru. Leo papa wa kwanza wa Marekani atazuru Uturuki kuanzia Novemba 27 hadi 30 na kisha atakuwa Lebanon kuanzia Novemba 30 hadi Desemba 2. Mtangulizi wake leo Papa Francis alikuwa amepanga kuzuru nchi zote mbili, lakini hakuweza kwenda kwa sababu ya afya yake kuwa mbaya. Francis alifariki Aprili 21 na leo alichaguliwa kuwa papa Mei 8 na makardinali wa dunia. Leo pia atakutana na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan katika mji mkuu wa Ankara. Atatembelea misikiti Blue huko Istanbul na ataadhimisha misa ya Kikatoliki katika uwanja wa Volkswagen na Arena wa Istanbul. Kusafiri ng'ambo kumekuwa sehemu kubwa ya upapa wa kisasa, huku mapapa wakitafuta kukutana na Wakatoliki wenyeji, kueneza imani na kufanya diplomasia ya kimataifa. Safari ya kwanza ya papa mpya wa kawaida huonekana kama dalili ya masuala ambayo papa anataka kuangazia wakati wa utawala wake. Uturuki na Lebanon ni nchi zenye Uislamu wengi, na Francis alitilia mkazo sana mazungumzo ya Waislamu na Wakatoliki wakati wa utawala wa miaka 12 yaliyojumuisha usafiri 47 nje ya Vatican. Kauli mbiu rasmi ya safari leo Lebanon ni heri wapatanishi. Kiongozi wa upinzani nchini Cameroon Issa Chiroma Bakari anasema watu wawili wameuawa na wavamizi mbele ya nyumba yake huko Garoua, huku mvutano ukizidi baada ya uchaguzi. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii, amesema raia waliopiga kambi nje ya nyumba yake walikuwa wakipigwa risasi karibu na heri, kwamba afadhali wamuue, lakini ataikomboa nchi hiyo kwa njia yote ile. Aliweka mtandaoni picha ya video ya watu wenye silaha waliokuwa juu ya nyumba wakifyatua risasi mara kadhaa. Idara ya hali ya hewa ya Kenya KMD imetahadharisha kwamba Idara ya hali ya hewa nchini Kenya KMD imetahadharisha kwamba mvua kubwa inatarajiwa kunyesha katika pwani ya kusini kutokana na dhoruba ya kitropiki inayoitwa Chenge. Dhoruba hii inajulikana kama Chenge Residual Depression ni eneo la shinikizo la chini katika bahari ya Hindi likisogea magharibi mwa kasi ya 11
kilomita kwa saa, takribani kilomita 500 kaskazini mwa Madagascar, likiwa na upepo wa 55 kilomita kwa saa, milipuko hadi 75 kilomita kwa saa na shinikizo karibu ya 1000. KMD imesema katika taarifa Jumapili kuwa dhoruba inaendelea kudhoofika wakati ikisogea magharibi kupitia kituo cha kaskazini mwa Mozambique, lakini ukaribu wake na pwani unaweza kuathiri hali ya hewa nchini Kenya na baadhi ya maeneo ya Tanzania. Wakazi wa maeneo haya, hasa wanaojihusisha na shughuli za baharini, wametakiwa kuwa makini, kuwa macho na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika. Maandamano yamezuka huko Douala, mji mkuu wa kiuchumi wa Cameroon, kufuatia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani. Picha zinazochapishwa katika kituo cha habari cha Mimi Mefo Infosa inaonyesha watu kadhaa wakikimbia barabarani wakiimba jina la Issa Chiroma Bakari kwa pamoja. Shirika la habari la Cameroon limechapisha video nje inaonyesha jengo la baraza linaloharibiwa linalodaiwa kushambuliwa na waandamanaji. Rais mteule Paul Biya bado hajahutubia wananchi wa Cameroon baada ya kuchaguliwa tena Jumatatu, lakini chama tawala kimepongeza ushindi wake chini ya ishara ya ukuu wa matumaini katika machapisho ya mtandaoni. Hakujawa na maoni yoyote kutoka kwa serikali kuhusu ripoti kwamba watu wenye silaha walifyatua risasi na kuua watu wawili karibu na nyumba ya mshindi wa pili Issa Chiroma Bakari. Kuzungumza katika muungano kuunga mkono rais siku ya Jumatatu, mpiga kura kwa jina Sege Pascal Eyango alifahamisha shirika la habari Reuters. Serikali ya Mali imesimamisha masomo katika shule na vyuo vikuu vyote nchini humo kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta uliosababishwa na wanamgambo kuzuia uingizaji wa bidhaa za mafuta nchini humo. Waziri wa elimu Amadou Sein Savane ametangaza kuwa taasisi zote za elimu zitasalia kufungwa hadi tarehe 9 Novemba, akieleza kuwa walimu, wanahudumu na wanafunzi wamekosa usafiri kutokana na hujuma zinazofanywa na wanamgambo hao. Waziri Savane aliongeza kuwa serikali itafanya kila juhudi kumaliza mzozo huo ili masomo yaanze tena kuanzia tarehe 10 mwezi Novemba. Kwa wiki kadhaa sasa, Mali imekumbwa na uhaba wa mafuta, hasa katika mji mkuu Bamako, baada ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu waliohusishwa na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda kuanza kushambulia malori ya mafuta katika barabara kuu za nchi hiyo. Kwa kuwa Mali haina bandari, bidhaa zote za mafuta husafirishwa kwa malori kutoka nchi jirani katika eneo la Senegal na Ivory Coast. Hali hiyo imesababisha foleni ndefu katika vituo vya mafuta jiji kuu la Bamako, huku barabara ambazo kwa kawaida huwa na shughuli nyingi sasa zikiwa kimya na utupu. Serikali ya kijeshi inaongozwa na Jenerali Assimi Goita, ambaye alitoa madaraka kupitia mapinduzi ya mwaka 2021, iliwahakikisha raia hivi karibuni kwamba uhaba huu wa mafuta ni wa muda mfupi. Baraza la Katiba la Cameroon limemtangaza rais aliye madarakani Paul Biya kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais kwa karibu 54% ya kura. Kwa mujibu wa matokeo rasmi, Biya alipata 53.66% za kura, huku mpinzani wake mkuu aliyekuwa mshirika wake wa zamani Issa Chiroma Bakari akipata 35.19%. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika awamu ya pili ya matangazo yetu, tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo haya ya mbashara, ambapo awamu hii ya pili basi ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile makala. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan yuko Mwanza leo kwa ajili ya kufunga mikutano ya kampeni ya chama hicho siku ya kesho.
ya kufunga rasmi shughuli za kampeni ambazo zimewashughulisha wagombea wote wa urais kuanzia wale wanaowania urais na makamu wa rais. Kwa kiasi leo kumekuwa na kampeni za hapa na pale, baadhi ya vyama vinajishughulisha, lakini wagombea nafasi ya makamu wa rais ama wanaweza kusema wagombea mwenza wamekuwa katika mikono mbali. Kwa mfano Dar es Salaam kumekuwa na vyama vitatu vikijishughulisha na kampeni. Siku tawala nacho leo kimejipumzisha, kijitathmini kabla ya kuanza kampeni kuhitimisha hapo kesho. Na kwa tathmini yako kuanzia mwanzo wa safari hii yote ya kampeni na matukio yote, kwa jinsi ambavyo umekuwa ukifuatilia kwa jicho lako, una tathmini vipi kampeni za mwaka huu? Kampeni za mwaka huu, kwa mtu anayefuatilia siasa za Tanzania atakumbuka namna ambavyo wakati wa mwaka 2015 kuliposhuhudia vuta ni kuvuta kampeni ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika historia ya vyama vingi nchini Tanzania, wakati ambako vyama vya upinzani vilipoungana na kuunda umoja UKAWA na dhidi ya chama tawala CCM. Safari hii chama tawala kimekuwa kikitawala zaidi majukwaa ya kampeni, kwa sababu ndio chenye nguvu na chenye nguvu ya kiuchumi, kimeweza kusafiri karibu maeneo yote ya nchi nzima, na namna ambavyo kwa kutathmini hizo ni chama ambacho kimetawala kwa kiasi kubwa majukwaa ya kampeni, licha kwamba vyama vingine ambavyo vinashiriki uchaguzi huu vimewavutia wagombea, vimewavutia wapiga kura, vimewavutia watu wa makada mbalimbali kujaribu kuona wanakuja na kipi katika uchaguzi huu. Hamasa ikoje jijini Dar es Salaam, au niseme mkoa mzima wa Dar es Salaam? Kesho Zanzibar wanaanza ule uchaguzi wa awali, na najua sasa hivi upande wa bara pia raia wanajiandaa. Unaona vipi hamasa yao? Hamasa unaweza kutizama katika mikondo miwili, hasa kwa sababu uchaguzi wa safari kidogo unatizama katika mikondo hiyo miwili niliyotaja, na chama tawala CCM ambacho kitahitimisha safari ya kampeni zake mkoani Mwanza kwa mgombea rais ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mgombea mwenza Emmanuel Nchimbi watakaposimama katika jukwaa hilo kumaliza rasmi kampeni. Kwa upande wa pili pia kumekuwa na hamasa katika namna ambavyo unapotizama uchaguzi, kwa sababu kama unavyojua umegubikwa na kile kinachoelezwa kwamba huenda wale wanaosema tujitokeze barabarani kuzuia uchaguzi huu na wanatajwa sana. Kwa hivyo hamasa hii imegawika katika maeneo hayo mawili. Haya, asante sana mwandishi wetu George Njogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, tunabaki katika suala hilo la uchaguzi wakati wa Tanzania. Asante sana Josephat Charo. Katika hatua kwamba katika hatua hii msikilizaji, napozidi kusonga mbele, imekuwa ni sehemu ya uchambuzi ambapo Njogopa amekuwa akishauriana pale hivi katika udadavuzi na Charo, ambapo mwenyekiti wa Tanzania wa CCM Chama cha Mapinduzi Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa taifa ile yuko Mwanza kwa ajili ya kufunga mikutano ya kampeni ya chama hicho hapo kesho, ambapo mahojiano na uchambuzi ndio huu. Kwa hivyo inaposema Mama Tanzania yuko juu yetu sisi wote. Mama Tanzania ndio tukimpa upendo atanyonyesha kizazi hiki na vizazi vijavyo. Na Tanzania tumekuwa na heshima kubwa sana duniani kwa kuwa wamoja. Na ukiangalia kwenye wimbo wetu wa taifa kuna kitu kinaitwa hekima, umoja na amani. Sasa ukianza pale kwenye hekima ndio kila kitu, ya kusikilizana, ya kuchukuliana, ya kustahimiliana, na thamani ya uhai wa taifa unaonekana pale. Hasa Mwalimu Nyerere alivyokuja au kauli mbiu yake akashawishi taifa la neno ndugu. Kwa hivyo Tanzania tukawa ni ndugu, na ukiwa ni ndugu huwezi kumuumiza mwenzako, ukiwa ni ndugu utastahimili mwenzako, ukiwa ni ndugu utamsikiliza mwenzako. Hayo unayozungumza wakati huu na hisi yamekosekana, na kama ni hivyo kwa nini? Yamekosekana kwa kiasi kikubwa, hasa wakati huu, kwa kukosekana kusikilizana, kwa kutokukubali mabadiliko. Na hili limekuwa likijitengeneza kwa kipindi kirefu kwa sababu tuseme tu utaratibu wa kujiongoza, au niseme katiba ni kauli ya umma inayotokana na umma unataka ujiongoze namna gani. Sababu umma wa Tanzania umekuwa ukiimba tangu mwaka 92, nakumbuka tume ya Nyalali, 98 tume ya Kisanga, 2013 tume ya Jaji Warioba, yote inasema
tujiongoze, tuwe na katiba ambayo itashirikisha mawazo ya Watanzania wanataka wajiongoze namna gani. Ziko tabia kuu 4 za dola, na tabia kuu 4 za dola, ya kwanza ni watu, ya pili ni ardhi, eneo linaloongoza, ya tatu ni utawala, ya 4 ni mahusiano na mataifa mengine duniani. Sasa hili la tatu, hili la utawala, ndio linaleta matatizo mpaka leo kwa kikundi cha wachache kujiona wao ni bora kuliko wengi, cha kukataa mawazo ya Watanzania walio wengi wanataka wajiongoze namna gani. Kwa hivyo kikundi cha utawala hapa kinatokana sasa na siasa, na ubaguzi wa kisiasa ndio unaolimaliza taifa hili leo. Na mwaka 91 tarehe 12 ya mwezi wa 6, siku ya Jumatano 91, tulianzisha kitu kinaitwa Kamati ya Taifa ya Mabadiliko ya Katiba, National Committee for Constitutional Reform. Kwa nini tulianzisha ile? Tulianzisha ile pale Diamond Jubilee ili tuhamasishe Watanzania kwamba upinzani wa fikra, upinzani wa mawazo sio dhambi. Upinzani wa kisiasa sio adui. Upinzani wa kisiasa ni namna ya kumfanya mwanadamu aweze kustawi zaidi na aweze kujisikia na amani zaidi. Na upinzani ukiwepo, mawazo ya fikra yakiwepo, tukisikizana vizuri, ndio taifa linazidi kustawi na tunaishi katika maisha yaliyo bora zaidi. James Mbatia, wewe kama sikosei utanirekebisha, umekuwa mwenyekiti wa TCD, jumuiya inayounganisha vyama vyote vingine vya siasa Tanzania, vya upinzani, dola, chama cha serikali, CCM, kimomle. Kuwepo kwako kwa wakati wote huu, tuseme ulifeli kufanya chochote ambacho pengine hali ya kisiasa wakati wote ingekuwa inastawi Tanzania? Nakumbuka kwenye miaka ya 2010 huko 11, 12, 13 na kuendelea huko, nilikuwa mwenyekiti wa TCD kuliko viongozi wengine, kwa sababu tuko kwenye mzunguko wa chama kwa chama. Na nilikuwa mwenyekiti wa TCD kwa miaka 3 mfululizo. Nikarudia tena. TCD ilikuwa ni imara hapa Tanzania ya kuleta watu kwa pamoja. Na sasa wakati wa Mzee Mkapa, wakati wa utawala wa Mzee Kikwete, tunakuwa pamoja, tunazungumza Chama cha Mapinduzi na vyama vingine mambo gani muhimu na endelevu kwa maslahi ya taifa. Ndio hapo Sudi Mnete akifanya mashauriano katika hatua tu ya kuweza kuelewa mengi tu namna hiyo. Tunazidi kusonga mbele kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Awamu hii ya pili ya matangazo ni ripoti za waandishi wa habari na uchambuzi, halikadhalika makala, na tunashirikiana na shirika la DW. Watu 2 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa kusini, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amewasili. Katika hatua hiyo kwamba msikilizaji, rais wa Cameroon Paul Biya mwenye umri wa miaka 62 ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais kwa mara ya 8, hatua inayomfanya aendelee kuwa mkuu wa nchi hiyo, mzee aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi duniani. Delima Mazaya na taarifa zaidi. Orodha ya wagombea kulingana na kura walizozipata. Kwanza, Biya Paul, kura alizopata 2,474,179, sawa na 55.66. Pili, Issa Shiroma, kura 1,622,334, sawa na 35.19. Soit 35,19%. Mpinzani wake mkuu Issa Chiroma Bakari, aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya Biya, amekataa matokeo hayo akisema hakukuwa na uchaguzi bali ni maigizo, na kusisitiza kuwa yeye ndiye mshindi halali wa uchaguzi huo. Chiroma amesema maandamano yamezuka nje ya nyumba yake mjini Garua, ambako watu 2 wameripotiwa kuuawa. Machafuko pia yameripotiwa katika jiji la kibiashara la Douala, ambako maafisa wa serikali wanasema watu 4 waliuawa wakati wa makabiliano kati ya polisi na waandamanaji waliokuwa wakipinga matokeo hayo. Polisi walitumia mabomu ya machozi na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipiga kelele wakisema haki ya kura zetu. Waziri wa mambo ya ndani wa Cameroon Paul Atanga Nji alisema maandamano hayo yamechochewa na wanasiasa wenye tamaa zisizo na kikomo, na kwamba serikali haitovumilia juhudi zozote za kuanzisha uasi wa ndani. Makundi ya kiraia na wanasiasa upinzani wanasema matokeo hayo yameathiriwa na udanganyifu, vitisho kwa wapiga kura na ukosefu wa uwazi katika zoezi la kuhesabu kura.
Wengine walilalamikia kufungwa kwa mtandao wa intaneti katika maeneo kadhaa siku za kuelekea kutangazwa kwa matokeo. Ernesto Yene, mwanaharakati wa kiraia, amesema sheria ya uchaguzi isiyokubalika na wadau wote huishie kuleta mgogoro. Amani haiwezi kutolewa kwa amri, bali lazima ijengwe kupitia uaminifu wa wananchi. Wachambuzi wa siasa wanasema ushindi wa Biya unakuja katika mazingira ya kisiasa yaliyogubikwa na ukosefu wa uhuru wa kujieleza, ukandamizaji wa upinzani na migogoro inaendelea katika maeneo ya jamii ya wachache wanaozungumza Kiingereza kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa nchi. Sana Delma Mozaya kwa taarifa hiyo, ambapo unazidi kusonga mbele kupokea taarifa hii ya habari. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Japan leo Jumatatu, ambapo amekutana na mfalme Naruhito kabla ya mazungumzo yanayotarajiwa kufanywa na waziri mkuu Sanae Takaichi. Trump ameitembelea nchi hiyo kama sehemu ya ziara yake ya siku 5 barani Asia, anakotarajiwa pia kuzungumza na rais wa Uchina Xi Jinping katika juhudi za kumaliza vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo. Angela Mdungu na taarifa zaidi. Anatarajiwa kukutana kwa mara ya kwanza na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi mapema Jumanne. Mazungumzo yao yatafanyika karibu na kasri la Akasaka na yanatazamiwa kufunguliwa kwa gwaride la heshima. Japan imeshaahidi kufanya uwekezaji wa dola bilioni 550 nchini Marekani kwa makubaliano ya kupata msamaha wa ushuru wa bidhaa zake zinazoingia Marekani. Wiki iliyopita, baada ya kuapishwa kuiongoza Japan, waziri mkuu Takaichi kwa njia ya simu alimwambia Trump kuwa kipaumbele chake kikubwa ni kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao. Aidha, biashara ndio lengo kuu la Rais Trump katika ziara yake barani Asia. Kwenye ziara yake Malaysia alikopita Jumapili kabla ya kuelekea Japan, alishiriki katika mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN unaolenga kurekebisha uchumi wa kimataifa ili uendane na sera yake ya Marekani kwanza. Rais huyo wa Marekani anatarajiwa kuelekea Korea Kusini Jumatano kuhudhuria mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Asia na Pasifiki APEC. Atakapokutana pia na Rais Lee Jae-myung. Akiwa Korea Kusini, anatazamiwa kuonana na Rais wa China Xi Jinping mapema Alhamisi. Mazungumzo yao yanatazamiwa kuvimaliza vita vya kibiashara. Trump ameashiria pia kuwa yuko tayari kuongeza muda wa ziara yake barani Asia ili kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, japokuwa hawajawasiliana. Sijamtaarifu, sijamwambia chochote, lakini ningependa kuonana naye kama akitaka. Nilielewana sana na Kim Jong-un. Kwa upande wake, Kim hajatoa kauli yoyote kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mazungumzo hayo. Trump na Kim wamewahi kukutana mara kadhaa katika muhula wa kwanza wa Trump madarakani. Walikutana mara ya mwisho mjini Hanoi, Vietnam mwaka 2019 kwenye mazungumzo yaliyokwisha bila makubaliano ya pamoja. Marekani imekuwa ikisisitiza kuwa Korea Kaskazini inapaswa kuachana kabisa na mpango wake wa silaha za nyuklia, huku nchi hiyo ikiwa bado chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa kutokana na silaha hizo. Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo kutokea maeneo yale ya Asia. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaelekea katika swala yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya mawasiliano ama kijamii. Na kabla ya hapo, msikilizaji, na kuomba simama na kituo hiki, idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa kufikia malengo yake ya uratibu katika hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri itakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Enda pale kwenye Google, tafuta app ambayo ni ya Zeno. Hapo kuna eneo ambalo la PayPal, unaweza wasilisha mchango wako hapo, utafuata maelekezo atakayo kusaidia. Na vile vile unaweza tuwasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account namba ni 01245085217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote. Mitima de la Shensa na ripoti kutokea kule Bukavu. Walikuwa watu wa familia mbili,
Mashuhuda wanasikitika kwamba baba wa familia hizo mbili hawakuwepo. Walikuwa kwenye safari ambapo walikwenda kufanya kazi ili kukidhi mahitaji ya wake na watoto wao ambao kwa bahati mbaya hawatawaona tena. Eliza ni jirani wa waathiriwa, anaeleza alichokiona. Milango kajibloke. Kuna tena kwa watapita na moto elisha nani. Njoo mama liwakia tulile na watoto na njoo pale wanapele jamaa mbili. Batu kenda mnyumba moja na watu 5 mwingine. Ajali nyingine imeteketeza maduka kadhaa na manyumba za masonara wa dhahabu katika soko la Mapale lililopo wilayani Mwenga usiku wa kuamkia leo. Safari Tendilonge ni mratibu wa harakati ya asasi ya kiraia kwa kifupi MSCO wilayani Mwenga. Anasikitika kwamba wachimba madini na wafanyabiashara wengi wamepoteza bidhaa muhimu na miundombinu kadhaa. Nyumba hizi zilizochukua moto, ndani za yenyewe mlipatikana vitu vingi sana, tukitaja pikipiki, dhahabu na fedha, vyombo vya mawasiliano, vile kituo cha afya ya mahali na kufikiria kuteketea kwa vifaa vingi vya matibabu. Mashirika ya kiraia yanakadiria kuwa zaidi ya visa 20 vya moto vimerekodiwa katika miezi 4 iliyopita katika mji wa Bukavu. Yanasema ajali hizo za moto husababishwa hasa zaidi na umeme, mafuta ya gari yanayohifadhiwa nyumbani, ujenzi wa kiholela na kadhalika. Akiwa pia mwanasheria, naibu msimamizi wa mtaa wa Kadutu chini ya AFCM 23 Rene Bulikoliko amewasili kwenye eneo la tukio na amewakumbusha wakazi kwamba ujenzi kiholela umepigwa marufuku na chama cha AFCM 23. Machozi iko mengi, tumehesabia miili ya watu 14. Tunaendelea kupana tahadhari. Kwa leo haturuhusu kabisa nafasi ambapo akueleweke kuweze kujengwa. Tuna sote hamu ya kuweza kupata umeme ndani ya nyumba, lakini umeme haiko utaalamu yako wewe mwenyewe kwa kujitilia umeme. Wafanyakazi wa kujitolea wa Msalaba Mwekundu walikuwa wengi kwenye eneo la mkasa huo, wakiweka miili iliyoungua kwenye mifuko kwa ajili ya mazishi. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Ndiyo hali ambayo inajitokeza basi wakati huu, na kuelekeza katika studio za DW ambapo Charo na Tatu Karema wako pale katika hatua ambayo basi watakuwa wanatuelekeza katika yale ambao wanavuma kwenye majukwaa ya mawasiliano. Tuambie kipi ambacho kimetambaa huko. Shukrani sana Charo. Bado nasalia nchini Tanzania. Unajua mambo ndio yamepamba moto hivi sasa. Kama tulivyosema siku ni moja tu. Ya leo imeisha, kesho kuta hatuhesabu. Sasa siku hii moja kabla uchaguzi mkuu Tanzania, mitandao imejaa mikimbio ya mwisho ya wagombea viti mbalimbali vya uchaguzi nchini humo. Na mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan yuko Mwanza leo kwa ajili ya kufunga mikutano ya kampeni hapo kesho. Lakini kuna kauli moja Charo kutoka kwa mwanasiasa na wakili wa Kenya Martha Karua ambayo imeibua hisia mseto mtandaoni. Anasemaje Martha? Karua amesema, wacha ninukuu manake si maneno yangu. Anasema Samia anagombea dhidi ya kivuli chake mwenyewe. Sasa mengi yamezungumzwa kuhusiana na kauli hii ya Karua. Mmoja anajiita Shaulin, anasema upinzani hauteswi, unapewa uhuru wa kujieleza. Sasa kama hata kampeni ni kama hawaruhusiwi kwa njia huru kufanya ni shida tupu. Upinzani unasaidia sana katika jukumu la kufuatilia na kukosoa serikali. Sasa mama hapo anashindana na nani tukijiuliza, na mpinzani mkuu yuko ndani? Farid anasema kwa hiyo unataka kusema vyama ni viwili tu kwenye hii nchi, au kwa sababu kuna vyama 18 kimejitoa kimoja kizui kuendelea kwa uchaguzi? Kwa hiyo hao wengine si watu au sio vyama? Mama Samia aendelee tu na maneno mengi yasiyo na faida yawekwe kando. Maoni yake na mitazamo tofauti. Kweli kabisa. Mbali na hayo tuelekee nchini Kenya ambapo kuna wanafunzi tayari wameanza mitihani ya kitaifa. Sasa Baraza la Kitaifa la Mtihani nchini humo NEC limeanzisha matumizi ya kufuli za kidijitali ili kuimarisha usalama na uwazi wa vifaa vya mtihani wa kitaifa mwaka huu 2025. Waziri wa Elimu Julius Ogamba ametangaza kwamba kwa mara ya kwanza NEC inafanyia majaribio kufuli hizo za kidijitali katika kontena 250 za kuhifadhi karatasi za mtihani kote nchini humo. Kulingana na Wizara ya Elimu, wanasema kwamba kufuli hizo za teknolojia ya juu zimeunganishwa na kituo kikuu cha NEC ambapo zinaweza kufuatilia kwa wakati halisi wakati kontena hizo zinapofunguliwa na kufungwa ili kuweza
kuzuia ile hali ya kasoro za mitihani ama katika wizi na vitu kama hivyo. Na kulingana na hatua hizo za usalama zilizoimarishwa, watu wote ambao watakuwa ndani ya vituo vya mtihani, simu kando. Simu kando, unaingia pale unafanya mambo yako, unatoka, mambo ya simu ni baadaye. Lakini wengi akikwama hapo anaweza kumpigia simu ule mbunge ambaye anafanya, itabidi utoke nje uende utafuta usaidizi. Yule mbunge ambaye anasaidia wanafunzi kufanya kidogo marejeleo ya somo la hesabu. Nyamwea anasema mnaanzisha kufuli za kisasa lakini elimu ya juu bado iko na njia panda. Na Gosa anasema hii mnafaa mfanye wakati wa uchaguzi, si wakati wa mitihani. Haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Huyu anaitwa Baraka Mlei, nasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Mwika, Moshi, Tanzania. Baraka Rabani wa Kigoma, Tanzania, anasema poleni sana familia zilizowapoteza wapendwa wao katika ajali ya moto huko Bukavu. Justin Ndangala anasema Cameroon bado ipo nyuma sana, haiwezekani wachague mtu wa miaka 92. Maoni yake hayo. Mchata Anania Kamini ya Dodoma kule anasema poleni sana nyote mliopoteza wapendwa wenu kwenye ajali ya moto huko Kongo. Isaya Sambo yanasema tuombe amani itawale Tanzania kabla na baada ya uchaguzi mkuu. Na kutoka Singida Humphrey Masi anasema kombora la majaribio la Urusi ni onyo kwa mataifa ya NATO yanayoisaidia Ukraine. Katika Instagram huyu anaitwa Kulaya Barnabas akiwa kule Moshi, Tanzania, anasema wa Cameroon msiharibu nchi yenu, kumbukeni kuna maisha baada ya uchaguzi, tunzeni amani. Adadi Mzamiru wa Bukoba, Tanzania, anasema Cameroon tambueni kuwa kuandamana sio jambo jema, kaeni chini mumalize tofauti zenu. Livin Kalisti Ndege wa Kilema Pofo, Tanzania, anasema natoa pole kwa serikali ya Kongo pamoja na wanafamilia kwa kupoteza wapendwa wenu katika ajali ya moto. Tunakamilisha matangazo yetu jioni leo. Asante sana Tatu Karema kwa kushirikiana nami. Asante sana pia Margaret Wanja, mwelekezi wetu, kwa kutusaidia hapo upande wa pili wa studio. Mimi ni Joseph Acharo, jioni njema. Asante sana timu nzima, vile vile Joseph Acharo, Tatu Karema, Bakari Ubena. Wakati huu basi tunawapokea Kiziba Mkonga kabla nasi tuweze kutamatisha. Katika Kiziba Mkonga cha siku ya leo, mafanikio sio jitihada binafsi. Kuna wengi wamehusika kwa namna moja au nyingine katika mafanikio yako. Ni hekima na busara kuwashukuru na kutambua mchango wao kwenye mafanikio yako hata kama ni kidogo. Be grateful is a kind and a golden wisdom that you need to have. Mafanikio sio jitihada binafsi. Kuna wengi wamehusika kwa namna moja au nyingine kwenye mafanikio yako. Ni hekima na busara kuwashukuru na kutambua mchango wao kwenye mafanikio yako hata kama ni kidogo. Be grateful is wisdom. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.